haikuwa kabisa desturi yako, ila tangia tu ulivyotumia njia ya uzazi wa mpango unajikuta unakuwa ni mtu ambaye ni wa hasira sana. Ila unatumia ni kijiti, ni sindano, au wakati mwingine unatumia kipandikizi, unajikuta yani unakuwa mtu wa hasira sana, hasira za mara kwa mara. Na huenda sio tu kipindi ambacho ulichokuwa unatumia, hata baada tu ya kumaliza kutumia kile kijiti. Na in case ni kwamba ni yule ambaye ameshamaliza kutumia na yupo kwenye uhitaji wa mtoto kwa sasa hivi, ni changamoto ambayo inawasumbua wanawake wengi sana. Hii ni kutokana na mabadiliko hususan ya hormones ambayo yanaenda kuharibu ile tezi ya pituitary au ile tezi ya ubongo ambayo ndio inao control taarifa zote za ubongo. Kwa hiyo unapokuwa inaenda kuwa disturbed kutokana na matatizo hususan ya kihormones ambayo yalikuwa yamesumbuliwa kutokana na matumizi yale ya zile hormones, huwa yanaweza kapelekea wewe unajikuta ni mtu wa hasira kupita kiasi. Kwa hiyo unapokuwa unafuatilia changamoto zako za uzazi, ni vyema pia ukaweza kufuatilia pia na matatizo ya kihormones hata kama hana dalili nyingine, ila unajiona ni mtu wa hasira sana, ili kuweza kuondokana nazo na ufanikiwe kubeba ujauzito sana. Na mbaya zaidi, wale wanawake ambao wapo kuanzia miaka 38 na kuendelea na wapo kwenye njia za uzazi wa mpango au ndio wametoka hivi karibuni, huwa wamekuwa ni wahanga wakubwa sana wa kupitia hii hali. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo na wewe katika safari ya kuitwa mama. In case umejaribu kutafuta matibabu lakini bado haujafanikiwa, huenda hata baada ya kutumia njia ya uzazi wa mpango, basi una utaratibu mzuri sana ambao umeshawasaidia wanawake wengi sana. Tunaweza tukawasiliana ili kuweza kupata na kuweza kuondokana na changamoto hii.